Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Kabla ya kuendelea, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Baada ya kilele cha siku hiyo, kama saa 7 usiku ndo Muna alichukuliwa kwake. Bwana harusi aliingia ukumbini karibu na mwisho, huku akiwa kavalia suti nyeusi iliyomkaa sawa sawa, akisindikizwa na wapambe wake na tabasamu usoni mwake. Bwana Kheri alikuwa anakenua mwanzo mpaka mwisho, huku akimtazama bi harusi kama haamini kwamba tayari ameshamtia mikononi. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Siku hiyo, kama ilivyo ada kwa watu wa visiwa hivyo, bi harusi alisindikizwa kwake na wanawake wawili watu wazima, masomo, ili wakamsaidie katika maisha yake mapya, na hasa usiku huo wa mwanzo. Vyakula mbalimbali mahsusi kwa ajili ya bibi na bwana harusi vilipikwa na kupelekwa kwake, ili wasipate shida siku hizo mbili: mikate ya mayai, mikate ya mchele ya kumimina na kuumua, mikate ya ufuta, mikate ya bwana, chila, keki, visheti, sambusa, vileja na kadhalika. Kulikuwa na kuku wa kukausha na supu, nyama ya ng'ombe ya kukausha, chai kavu na ya maziwa, na hata sukari vilikusanywa na kupelekwa kwa ajili yao. Hii ndiyo ilikuwa kitiba chao. Lazima bwana harusi ajue kama kaoa mtoto wa watu. Kwao akilishwa, akivishwa, na yeye ajue jinsi ya kwenda kumtunza. Siku zote za harusi na shamra zilimpumbaza Muna. Akawa kidogo katekwa kwenye heka hizo. Lakini siku hiyo ilikuwa nyingine kabisa. Sasa kweli ilishadhihiri na uongo ulikuwa umejitenga. Usiku huo alijawa na fadhaa na hofu. Tena si hayo tu. Mchana wa siku hiyo alipata habari kwamba matokeo ya mitihani ya kidato cha 4 yalikuwa yametoka, na yeye alifaulu vizuri sana. Alipata divisheni ya kwanza na alifaulu hasa masomo ya sayansi. Habari hiyo ilimfurahisha na kumsikitisha Muna. Mchana kutwa alikuwa katika hali hiyo ya mchanganyiko na mfadhaiko wa furaha na huzuni, lakini sasa huzuni ilikuja juu. Walipofika kwenye jumba lile la Bwana Kheri, alikumbuka siku ya kwanza alipofika hapo na jinsi Bwana Kheri alivyokuwa akimkodolea macho kuanzia nyayoni hadi utosini. Macho hayo ndiyo yalikuwa yakimtazama usiku huo wakati akiingizwa chumbani kwa Bwana Kheri, ambapo kitanda kikubwa cha 6 kwa 6 kilikuwa katikati ya chumba. Wale wanawake masomo waliofuatana nao waliingia mpaka chumbani, na Bwana Kheri baada ya kuona hayo aliwaacha, na yeye akaenda zake ukumbini. Hapo wale kina mama walimsaidia Muna kuvua veli, wakivua hapa na kufungua pale, hadi lilipotoka mwilini. Muna alishusha pumzi kwa nguvu na kuambia kiasi ushukuru, hili guo zito kama kigunia cha mchele. Halifiki kilo 100 hili, alisema mmoja wao. Sasa ikawa kazi ya kumfumua nywele. Muna ana nywele zake si haba, lakini wapambaji walisema lazima awekwe vipande vya nywele bandia, ndizo zinazopendezesha. Sasa hapo ikawa shughuli ya kufumua hizo nywele.
kubaguliwa zake na za Mchina. Toa, vuta, fumua zilipokwisha kupapatuliwa, akasaidiwa kuchanwa nywele zake na kufungwa vizuri nyuma. Sasa ikawa shughuli ya kusafishwa uso. Kulikuwa na paketi nzima ya tishu za maji. Kwanza zikavutwa kope na kutolewa. Kisha ikawa kufuta rangi za macho, foundation na podari. Hata uso ulipomaliza kufutwa, basi ukawa unamwaka moto. Hapo tena bi harusi aliambiwa aingie chooni akaoge, na wanawake hao walisafisha humo chumbani. Wakaondosha ile shuka iliyokuwepo na wakaweka shuka mpya nyeupe inayomeremeta. Shuka nyeupe ndio ilikuwa mahsusi kwa mabi harusi wari, ili kutoa uthibitisho wa utoto wao, ijulikane mbivu na mbichi. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Muna alipotoka chooni alipewa nguo ya kulalia, kisha akavishwa na nguo za ndani na kupuliziwa manukato tayari kwa kumgoja mwenzake ili harusi ikamilike. Kisha wale kina mama wakatoka chumbani. Hapo Muna moyo ulimpiga paa. Baada ya wao kutoka tu, alikwenda mbio mbio kufungua begi lake na kutoa dira pana ambalo lilikuwa tofauti na ile nguo ya kulalia aliyovishwa, ambayo ilikuwa ikimwonyesha mwili wake wote. Kabla hajalivaa, mara Bwana Kheri akaingia chumbani. Muna akamwangalia jinsi ambavyo alikuwa akimsogelea. Hapo ilikuwa inakaribia saa 9 za usiku. Muna alikuwa amechoka sana na akili ilikuwa inamzunguka. Bwana Kheri sasa alimkaribia. Muna alinyanyuka huku moyo unamdunda kwa nguvu. Alitizama huku na kule kama vile akitaka kukimbia, lakini hakukuwa na pa kukimbilia. Alijiona kama vile yeye ni paa na simba alikuwa mbele yake anamkaribia na kutaka kumvamia. Bwana Kheri alisogea karibu yake, akanyosha mikono na kumkumbatia Muna. Hapo Muna hakuweza tena kustahamili na alipiga kelele kwa nguvu, na mara ghafla akaanza kupandisha. Alimkumbuka rafiki yake Shankaroro, na hapo akaanza kupiga kelele za ajabu ajabu huku akisema maneno ya ajabu. Kulikuwa na taa ya mezani kwenye kimeza cha kitanda, na Muna aliipiga dafrau na kuirushia mbali, na ilipofika chini ikavunjika vipande vipande na vigae kutapakaa sehemu hiyo. Bwana Kheri aliduaa. Hakujua afanye nini. Hakuwa ameyatarajia hayo. Sasa Muna alikuwa anarusha mateke na magumi na huku anapiga kelele. Wanawake waligonga mlango na bila kusubiri kukaribishwa waliingia ndani. Walimkuta Muna kajitupa chini huku anapiga makelele ovyo, na walipotaka kumkaribia na wao walirushiwa ngumi na mateke. Hapo Bwana Kheri alijikaza na kumkamata kisawa sawa. Hafurukuti. Muna akaendelea kupiga makelele na kusema maneno yasiyoeleweka vizuri. Acha mimi Shankaroro napiga mimi, naua hii toto. Mmoja wa wale wanawake haraka akatoa simu na kupiga kwa bisania, na huku Bwana Kheri akiwa bado kamshikilia Muna. Mwanamke mwingine alikwenda kutafuta fiagio na kuja kuzoa magai yaliyotapaka chumbani humo. Haukupita muda, Bisalma, Bisania na Bisauda walifika. Waliletwa na Bwana Hamisi ambaye yeye alibakia ukumbini, na wao walikwenda moja kwa moja hadi chumbani. Muna kuwaona alizidi kuhemukwa. Nyinyi tatu najua mimi ndio Shankaroro. Nakula toto yenu hii na meza yote natoa roho. Hapo Bisalma aliangua kilio. Sasa unalilia nini tena? Tumsomee mtoto, we unalia? Bisauda alimkaripia Bisalma. Hapo wote watatu wakaanza kisomo.
Wale wanawake wawili wa mwanzo sasa walikuwa wamemshika Muna, kwani Bwana Kheri baada ya kuingia wakweze hakukaa sana, aliwapisha chumbani na yeye akaenda kujitafutia sehemu akajinyosha, kwani mwenyewe alikuwa hoi kwa usingizi. Kisomo kiliendelea mpaka Muna akawa hajiwezi tena kwa kuchoka na usingizi. Aliangaza huku na kule, na baada ya kuona Bwana Kheri kashatoka hapo, akajua kwamba yupo salama. Taratibu alijiachia na kulegeza mwili wake, huku macho akiwa hayawezi kwa usingizi. Kashamwachia. Kumbe halikumuacha lile dudu na limesubiri mpaka siku ya harusi ndo limrejee. Bisania alisema huku akimnyoosha Muna vizuri kitandani. Sasa tunafanyaje? Bisalma aliuliza. Bisauda yeye alikaa kimya na wasikiliza wenzake. Tuwaite tena wale wasomaji dua? Bisalma aliendelea kuuliza. Muna ambaye usingizi ulikuwa hujamchukua vizuri alishtuka kusikia hivyo. Bado alikuwa akikumbuka vizuri sakata la wasomaji hao, ingawa hakufikiria kwamba wangeweza kuja tena baada ya kitisho alichopewa na Hamdani. Kumfikiria Hamdani, Muna mawazo yake yalikwenda kwake. Ni muda sasa toka Hamdani aondoke. Siku ile alipoaga na kusema anaondoka kwa sababu hawezi kustahimili uonevu anaofanywa mdogo wake. Muna hakujua vipi ampongeze Hamdani ama amlaumu. Moyoni alihisi kama Hamdani amemwacha mkono, japo hakuwa na uhakika vipi angeweza kusaidiwa na yeye. Siku ile aliwashambulia wale maustadhi feki. Kabla ya kuondoka alimnong'oneza Muna kwamba yeye anasafiri. Na siku moja kina Bisalma walipokuwa nje kwenye mashughuliko yao, alikuja akachukua vitu vyake alivyohitaji na huyo akatokomea. Tokea siku hiyo hakuna aliyemuona, ingawa kila siku Muna alimkumbuka. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Wale hawana maana. Kama wana uwezo wa kumtoa swangelimtoa siku ile. Na unakumbuka kwamba hata siku ile walikimbia. Siku ile ilikuwa ni lazima tu akimbie. Umesahau jinsi Hamdani alivyochachamalia kwamba atawaitia polisi? Sasa wewe unashauri gani? Bisalma alimuuliza Bisania. Mimi naona niende shamba nikamwite Babu Faki. Tena toka siku ile nilikuambia kwamba tumwite, lakini tukajisahaulia kwa pirika za shughuli. Bisania alitoa mawazo. Babu Faki si mganga wa kienyeji yule? Mambo ya ushirikina hayo hayafai, Bisauda alisema. Hakuna ushirikina katika kujitibu. Sasa wewe unataka vipi? Tumwache mtoto hivi hivi? Lazima tutafute suluhisho la matatizo yake. Huyu shetani aliyemkumba inaonekana maluuni. Wewe hukuwepo siku alosomewa dua. Alikuwa na nguvu huyo. Watu 6 walimkamata hawakumweza, mpaka akawekewa umeme ndo akaja juu, Bisania alimweleza Bisauda. Umeme? Umeme huu umeme? Bisauda macho aliyatoa. Umeme huu umeme unaujua wewe? Watu wameendelea siku hizi. Walikuja na vifaa vyao, wakatia waya kwenye switch ya ukutani, kisha wakachomeka kidude chao kina viwaya vidogo havina plastiki, ikawa wanamgusisha. Basi hapo ndipo walipompata. Bisauda aliwasikiliza, kisha akapiga makofi kwa viganja vyake viwili. Makubwa haya. Sijasikia shetani kuitwa wala kufukuzwa kwa umeme. Je, haukumdhuru huyu Muna? Maskini ya Mungu. Umdhuru wapi? Shetani alipokwisha kutoka kawa sawa sawa, japo alijidai kulalamika kama kaumia. Bisauda alimtazama tena Muna pale kitandani alipolala, huku roho ikimsuta. Moyoni mwake hakuamini kama Muna alikuwa na shetani. Alijiuliza mara mbili kama alifanya haki kuwachonganisha Muna na Muniri wakati akishuhudia mateso hayo yalikuwa akimpata Muna. Si Muna tu alikuwa kwenye mateso, kwani aliambiwa na Samira kwamba Muniri
kawa tafrani huko. Ucheshi na uchangamfu wote ulimwisha, na alikuwa hasemi na mtu yoyote, kila mara akijiinamia. Muna huku akiwa macho kayafumba alisikiliza kwa makini mazungumzo ya mama zake na kutaka kujua uamuzi gani utachukuliwa. Basi mie kesho mchana nitakwenda kumuita Babu Faki aje kumlema. Asaa kheri ilo dudu likamtoka. Bisania alitoa hilo suluhisho kwa sasa. Baada ya kusikia hayo, Muna alipela usingizi ulimchukua, na hapo alfajiri ilikusha kuingia, na walobaki kila mmoja alitafuta mchago wa kuweza kulaza ubavu wake, kila mmoja akiwa taabani kwa shughuli za wiki nzima zilizomalizika na sakata la Shankaroro. Baadaye mchana wa siku hiyo, Babu Faki aliletwa, akafanya uganga na uganguzi. Nyumba nzima ilizungukwa na kutambikwa, kuku mweupe akachinjwa, mikate ya gai ikapikwa na herizi zikatolewa. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Jini la Muna lilitulia kidogo, lakini kumwona tu Bwana Kheri basi jini likaja tena juu. Kwa makelele, vishindo, mateke na magumi mbele ya Mzee Faki. Maluuni wewe, una nini? Kusudio lako nini? Babu Faki aliuliza, na huku Muna bado akijitikisa na kutoa sauti za ajabu. Shankaroro tele kichwa. Mimi sitaki pamoja hii toto na hii bana. Hii bana Kheri sitaki, hii sio heri. Hii ni shari. Ikija karibu mie taua hii toto, Shankaroro alichagiza. Bwana Kheri alitulia na kutizama mchezo huo wa kuigiza. Moyoni mwake akasema, mwaka huu alitaka kuibua pesa zake, lakini hakuwa tayari. Hilo haliwezekani Maluni wewe. Sema unachotaka. Kama kuku tushachinja, kama wataka mbuzi au ng'ombe, sema utapewa. La kumtenganisha mtu na mke wake haliwezekani. Utatoka kwa hiari ama tutakuua Maluni wewe. Mzee Faki na yeye alitoa vitisho kwa Shankaroro. Muna alijitikisa zaidi na kupiga makelele huku akimnyoshia Bwana Kheri vidole. Bwana Kheri taratibu alitoka chumbani na kuelekea ukumbini. Kutoka tu basi Shankaroro alitulia. Hapo ilikuwa majira ya jioni, karibu kiza cha magharibi kuingia. Babu Faki aliaga baada ya kuacha dawa za kutiwa kwenye maji ya kuoga ya Muna na Bwana Kheri pia na herizi ya kuvaa Muna. Nitakuja kuwasikiliza wiki ijayo, na matumaini makubwa huyu Maluuni atatoka. Hivi sasa hayupo kichwani. Umeona huyu binti katulia. Muna, vipi? Unajisikiaje? Bisania alimtingisha Muna aliyekuwa kajinyosha kitandani, macho kayafunga, lakini yupo macho akisikiliza kila kitu. Alipoitwa alifungua macho taratibu na kujibu kwa sauti ndogo, naam, sina neno, kichwa tu kinaniuma na mwili wote. Si nimekwambieni kashatoka huyu Maluuni? Kwa mambo niliyomfanyia leo hawezi kukaa, lazima tu atakimbia. Waache wote wawili watumie hizi dawa, na nyinyi mwenao karibu ili kuwatizama. Babu Faki alitoa maelezo ya mwisho na kushika njia kwenda zake. Baada ya kupewa chake, dawa alikuwa ameshafanya. Sasa lililobaki ni kutizama hatima tu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bwana Kheri alipopewa dawa za kujitibu alizichukua tu huku moyoni akiwa anajichekea. Hivi mimi ndio mwenye shetani hata nipewe dawa? Alijiuliza huku akisema, sawa mama, nitatumia kama ulivyosema, na penye majaliwa
huyu pepo mbaya atapeperuka arudi huko alikotoka. Wiki ilipita na shetani wa Muna, Shankaroro bado alikuwa hajamwachia. Shetani alipanda kila Bwana Kheri alipomsogelea, na wakati ambao Bwana Kheri hayupo, basi Shankaroro alitulia kama siye. Bwana Kheri aliitafakari sinema hiyo iliyochezwa na Muna, huku na yeye akijipanga jinsi ya kukabiliana na sakata hilo. Sijui na mimi nipandishe niwe Bwankaroro alafu tuchuane, ama nimteke nyara huyu binti niende naye mbali. Bwana Kheri alijiona bwege sana kuchezewa akili na binti mdogo kama Muna. Zaidi ni kuwa wazazi wa Muna walikuwa bado wanakaa humo ndani. Ilikuwa ni lazima mmoja wao abakie na Muna ili auguzwe na kuhakikisha kwamba akifuata masharti ya Babu Faki. Kuna siku Bwana Kheri tokea asubuhi na kurudi usiku. Muna hakupandisha wala kushusha, lakini Bwana Kheri alipokanyaga ndani tu, basi Shankaroro alikuja. Siku ya pili yake ikatokea wazazi wa Muna wote wameondoka kwenda msibani, na ndani alibakia Muna na wafanyakazi tu. Muna hakujua kama Bwana Kheri yumo ndani. Alikuwa akijiachia buheri wa sururu, akichana nywele zake chumbani, na mara akasikia mlango unafunguliwa. Macho yalimtoka, kitana kikamponyoka, akaanza kutoa macho na akaanza kupiga kelele. Tayari Shankaroro kashapanda tele kichwa. Bwana Kheri alifunga mlango wa chumba kwa funguo ambayo ilikuwa ikining'inia kwenye kitasa. Kisha akaiweka funguo hiyo mfukoni mwa suruali yake na akasimama kimya akimtazama Muna ambaye aliendelea na kelele zake. Mara Muna alitaka kumvaa Bwana Kheri mwilini, na hapo Bwana Kheri akamkamata kwa mikono miwili na kumdhibiti sawa sawa, akawa hawezi kufurukuta. Muna akaanza kupiga kelele na kuomba msaada. Niache, unataka kufanya nini? Niache, unaniua. Bwana Kheri kicheko kilimtoka. Vipi nikuue wewe? Wewe Shankaroro una nguvu sana kuliko mimi binadamu tu. Hebu tulia sasa. Kwanza hata upige kelele hakuna atakayekusikia. Unajua hii nyumba imejitenga na ndani leo tupo mimi na wewe tu, Shankaroro na Shankororo. Sasa leo tutajua nani zaidi baina yetu. Muna sasa alitulia. Shetani wote ashamtoka na woga ukawa umemtawala. Bwana Kheri alimwachia kumkamata, kwani alijua kama Muna ashamwelewa kama yeye hamwamini Shankaroro. Msikilizaji, endelea kusikiliza Hosa za Maana. Bwana Kheri aliendelea. Hebu tulia Muna. Tulia wewe mtoto mzuri. Unajua upendezi wala uelekei kujitia mambo ya shetani. Hivi mambo haya umeyazumbulia wapi? Bwana Kheri alimsusuika Muna kisha akaendelea. Huoni tabu wewe kuwatesa wazee wako kila siku na mambo yako haya ya kutunga? Mtoto mzuri kama wewe, msomi, si umepasi mtihani wewe? Mtihani wa kidato cha 4 umepata division ya juu. Huoni aibu msomi mzima kujitia mambo ya shetani? Shankororo. Bwana Kheri alicheka kiaina, akijua leo atayamaliza mambo ya Shankororo, kwani hapo alikuwa tayari kumpa chano ili atulie. Muna alifadhaika, hakujua la kusema. Alinyamaza kimya, na mara akaangua kilio na kukimbia mbio mpaka kipembeni mwa chumba, akimpa mgongo Bwana Kheri. Na yeye hakumwacha. Alienda kumfuata pale pale alipo na kusimama nyuma yake na kumkumbatia, huku akipunapuna nywele zake ambazo zilikuwa zimetimka kwa vile alikuwa bado hajamaliza kuzichana. Muna alijipapatua kujitoa katika mikono ya Bwana Kheri, lakini akaambulia patupu. Hebu nitizame usoni, Bwana Kheri alisema, huku akimlazimisha Muna kugeuka upande wa pili ili waonane uso kwa macho. Niambie hasa tatizo liko wapi?
Una nini? Mimi sitaki kukufanyia kitu ulichokuwa ukipendi. Hebu nitizame vizuri. Unaogopa nini hasa? Mimi ni mtumwa wako bibie. Nipo chini ya miguu yako. Sina nia yoyote ya kukuumiza, Bwana Kheri alisema huku akijipongeza kwa hatua yake hiyo. Muna alishusha pumzi polepole, macho akayainamisha kisha akayanyanyua, akamtazama Bwana Kheri kidogo na akayainamisha tena. Bwana Kheri alikuwa katulia na makini. Muna hakuona ile dalili ya ubazazi na ya kujichekesha chekesha ovyo. Hebu ongea na mimi leo. Sema lolote lile, mimi nitakusikiliza. Lakini habari ya Shankaroro naomba leo imalizike humu ndani. Ujue na mimi ni Shankororo. Kwa hiyo ukiniletea habari hizi hatutoelewana. Niambie tatizo lako nini? Sasa sauti ya Bwana Kheri ilikuwa ya upole, iliyojaa hekima na busara. Muna kwa sauti ya chini huku uso ameuinamisha alisema, mimi sikutaka kuolewa, alijibu. Kumbe ndio hiyo sababu? Kwa nini sasa umeolewa? Na kwa nini hujataka kuolewa? Au mbaya? Sura yangu mbaya mpaka unaniogopa? Bwana Kheri alisema huku akijifanya serious kama mtu aliyeonewa, mwenye dhiki na mateso. Na kutisha sio Muna? Na mimi binadamu, so jiwe, nina hisia. Naumia, unajua unanitesa. Unapenda mimi niteseke? Basi nihurumie, mimi binadamu mwenzako. Bwana Kheri alichukua viganja vya Muna na kuanza kuvichezea huku akiendelea kuziweka sawa nywele za Muna ambazo zilikuwa zikipeperuka kutokana na feni lilokuwa likipepea chumbani humo. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.